Familia moja kutoka kijiji cha Malinda eneo bunge la Sirisia katika kaunti ya Bungoma imeitaka idara ya polisi ya Sirisia kuharakisha uchunguzi na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mwanamke anayedaiwa kuwashambulia kwa kisu na kuwatishia vitishio vya mauaji. Kulingana na Richard Wepuhulu, mwanamke huyo amekuwa akiwafuata hadi nyumbani kwao tangu Jumapili iliyopita, jambo linalowaweka katika hofu kubwa kuhusu usalama wao. Anadai kuwa mshukiwa huyo alinukuliwa kwenye video akitoa vitisho vya kuangamiza familia yake. Sasa kuna kijana yake alikuwa kwa sherehe yake kwa nyumba yake. Alikuwa wanakunywa pombe na wenzake. Baada ya kukunywa pombe wakaanza kupigana. Baada ya kupigana wakapigia mama yake simu, kijana yake wamemchokoza. Mama yake kukuja anakuja kwangu kuanza vita kwangu na kukimbiza mama ya kwangu na kisu. Mimi nilikuwa kwa nyumba nimejifungia kwa nyumba. Saa hii bado ninatafutwa na kisu. Mimi ningependa usaidizi, ni viongozi wetu waingilie kati ili wanisaidie. Mimi nahofia na maisha yangu kwa sababu silali kwa nyumba. Alafu niko na watoto. Sasa mimi nikikuwa kwa nyumba, watoto wangu nje, wao nao akiwapata si atawatunga kisu. Sasa mimi nahofia na maisha yangu pamoja na familia yangu. Kwa upande wake Bi Ann Haindi Mwembe, mkewe Richard, amesema tukio hilo huenda limehusiana na mgogoro wa kipande cha ardhi wanachokimiliki. Anadai kushambuliwa na mwanamke huyo akihofia maisha yake na ya familia yake. Sasa muda si muda nikashtukia nikaona mamake amefika. Na huyo mamake anaitwa Madam Sara. Sasa mamake akakuja na kisu kwangu, akaanza kunikimbiza. Nikajifungia tu kwa nyumba. Najaribu nikitoka nje ananifuata tena kunikimbiza na kisu. Akitaka akisema nitoe mzee wangu nje wa mdunge. Nikaambiwa kwamba ati mimi niuze shamba yenye mimi naishi ndani pamoja na shamba ya ukoo nipatie hao na nihangaike na watoto. Na akasema anahakikisha anatuua na kisha awapigie wabebe mwili wapeleke mochari. Kwa hivyo nahitaji usaidizi viongozi wangu wa Kenya. Kweli mnisaidie kwa sababu mimi pia nimenunua tu hapo plot na nahofia maisha ya mzee wangu pamoja na watoto wangu. Familia hiyo imelaumu maafisa wa polisi wa Sirisia kwa kile wanachokisema ni kusita kuchukua hatua licha ya wao kuripoti swala hilo mara kadhaa katika kituo cha polisi. Tulienda huko na tukaambiwa kwamba ati huyo mama kichwa yake imeenda mteja, eti sasa wanatafuta mwenye alimpigia simu ndiye akakuja. Na sasa mwenye alimpigia simu ni mtoto wake. Sasa huyo kijana ni ndugu yake ambaye aliambia yeye akuje kwangu. Na sasa mtoto mwenye huyo kijana mwenye anatutishia maisha akiita mama yake ni mtoto wake kijana ambaye tuko karibu tu, tunaishi karibu pamoja. Sasa tumeenda huko polisi wamesema ati hawezi shika huyo mama. Na mama anatembea na kisu na amesema lazima atudunge tukufe. Sasa sielewi hii ni maisha gani. Wameomba serikali na mashirika ya haki za kibinadamu kuingilia kati ili kuhakikisha wanapata haki na ulinzi unaostahili. Na sasa wanatarajia kwamba uchunguzi wa kina utafanywa ili wahusika wafikishwe mbele ya sheria, huku wakisisitiza kuwa hawatapumzika hadi haki ipatikane na usalama wao uhakikishwe. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.